nyinyi ni wadau muhimu sana na kwa shughuli zetu za uzalishaji wa dhahabu kwenye mgodi huu wetu wa Mara. Hakika ushirikiano huu umesaidia sana kupunguza changamoto mbalimbali ambazo tulikuwa nazo mgodini. Kama mnavyofahamu nyinyi waandishi wa habari ni tunasema kwanza kwa kiyote jamii, pia ni uelimishaji wa jamii. Tunaweza kufikia jamii kiurahisi zaidi kupitia vyombo mbalimbali ambavyo tunavitumia kupeleka habari kwenye jamii. Vitendo vya uvamizi, kulikuwa na sintofahamu kubwa kuhusiana na vitendo hivyo. Kulikuwa na taarifa nyingine ambazo ni za uongo. Nafikiri nimejifunza mengi na naweza kuona kwamba taarifa nyingine zimekuwa ni za kichochezi ambazo kwa ujumla tunasema sio sahihi, kwa sababu jamii nayo itakuwa na taarifa ambazo sio sahihi na inaleta changamoto tunasema kwenye mahusiano kwa ujumla. Kwa hiyo kupitia taaluma hii ya uandishi wa habari, nafikiri tumeweza pia kuifikia jamii na kuielimisha zaidi kuhusiana na uwekezaji ambao unafanyika kwenye mgodi wetu na kwenye jamii kwa ujumla. Naamini semina mlipata kwa siku hizi mbili zitazidi kuchochemua weledi katika kazi zenu kwenye jamii, weledi katika kutekeleza majukumu yenu na jukumu lenu la msingi la kutoa taarifa sahihi kwa jamii. Tunaendelea kutekeleza miradi ya CSR kama mnafahamu, na kama mnafahamu sasa hivi kama mgodi ndio watekelezaji wa miradi hii. Tuna miradi ile ya takribani shilingi bilioni 9.049 ambayo inaendelea kwa sasa. Kwa mimi ningependa kuomba nyie waandishi wa habari kwa kutumia taaluma yenu tuendelee kuelimisha jamii kwamba vitendo vile sio sahihi, na unaweza kuona kabisa uwekezaji kama huu unaweza kuleta tunasema maendeleo na tija kwa jamii, na sio kwamba ni kwa vitu vile vya jumla, hata kwa wale tunasema individual pia. Kama unafahamu tuna wakandarasi wengi, kuna ajira hapa ndani zinatolewa, kwa hiyo shughuli za kiuchumi zinakuwa kwa ujumla. Kwa hiyo ni muhimu sana tuelimishe jamii kwamba vitendo vile vya kuvamia mgodi, wakati mwingine kuharibu miundombinu ya mgodi sio vitendo sahihi. Tukikemea tabia kama hizi, nafikiri itasaidia sana kupunguza changamoto ambazo tunazipata kwenye uzalishaji wetu kwa ujumla na kuhamasisha mahusiano mema kati ya mgodi na jamii kwa ujumla. Kama mnafahamu mgodi huu na mchango mkubwa si tu kwa jamii hapa Tarime, lakini pia kwa taifa zima. Kwa sasa tulifanya zoezi lile la utoaji wa ardhi kwa ajili ya kupanua uchimbaji wa shimo la Nyamilama. Mchakato huu ulihusisha takribani tunasema wananchi au PAPS zinaenda 728. Kati ya hao kuna 11 ambao waligomea kabisa zoezi. Kati ya hao 728 takribani 81% wamekwisha kupatiwa malipo yao, na bado kuna 19% ambao bado kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo wajaja kuchukua malipo yao. Kwa hiyo ni ukiangalia kwa idadi nao ni takriban watu 135, na of course sababu ambazo zinatoka sio sababu zaidi, na unaweza tu kuona na kutumia asilimia 81 wamekubali, alafu na asilimia 19 ambayo imebaki wao ndio wako na shida. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajaribu kuelimisha hata kupitia vyombo vya habari. Nafikiri tangu hili zoezi linaanza, kuna baadhi yenu wamekuwa wakifuatilia kwa karibu na kwamba nini ambacho kinatokea kwenye swala hili, na wote tunajua tija ya uwekezaji huu mkubwa. Nizidi kuomba tushirikiane kutatua hii changamoto. Sisi tuko tayari kushirikiana na
wanahabari ili kutoa taarifa ambazo ni sahihi na muktadha kuhusu utendaji kazi wetu, na wakati wote msisite kuuliza iwapo kuna taarifa yoyote ambayo mngetaka kuifanya au tuiweze kuifafanua. Na kwa kusema hayo, nichukue fursa hii kuwapongeza kushiriki katika semina hii, na naamini sana na kutegemea pia semina hii imekuwa na tija kwenu. Natakia kila laheri katika kazi zenu za uandishi. Kwa tunaamini haya mafunzo yatakuwa very useful in our reporting kwenye mambo ya development journalism, and mostly especially kwenye hapa in particular development stories focusing on North Mara Gold Mine. We thank you, Mr. Apollinaire, for coming to see us again despite your tight schedule. Tunajua schedule ambayo ni very tight kwenye mgodi mkubwa kama huu, na kupata nafasi ya kutuona is not something very easy. So we thank you so much, and we are very humble to have you here.